Mimi kwa niaba ya Malaigwanani nitoe tu salamu za pole kwa familia na jamii ya Islali. Poleni sana. Baba yetu alikuwa rafiki yetu sana, kwa mama naomba pole sana pamoja na familia yote. Kama kweli tumeguswa na msiba huo wa kaka yetu. Alikuwa ni baba yetu na ni rafiki yetu. Mungu wa mbinguni awape wepesi, na itoshi tu kusema Bwana ametoa na Bwana ametoa, na jina la Bwana likahimidiwe. Amen. Oldonyo Media, habari karibu nawe. Kuzaliwa. Lengteng Lemkoko amezaliwa tarehe 15 mwezi wa 6 1951 katika kijiji cha Arkaria. Elimu. Lengteng Lemkoko amefanikiwa kusoma shule ya msingi darasa la 4 katika shule ya Middle School Mtoambu mwaka 1961 mpaka 64. Ubatizo. Marehemu Lengteng Lemkoko amebatizwa mwaka 1987 katika kanisa Katoliki katika kigango cha Isilale parokia ya Mtoambu, ambapo alipata pia sakramenti ya kipaimara mwaka 1990 katika kigango cha Isilale. Kuoa. Marehemu Lengteng Lemkoko amebatizwa. Kuoa. Marehemu Lengteng amebahatika kuwa na wake watatu, na mke wa kwanza alioa mwaka 1978. Pia marehemu ameacha watoto 17, wa kike 10 na wa kiume 7, wote wako hai. Vile vile marehemu amebahatika kupata wajukuu 35 na wote wako hai. Maisha, kazi na uongozi. Marehemu Lengteng Lemkoko amewahi kuwa mwenyekiti wa kijiji cha Isilale na Oltukai, ikiwa kijiji kimoja mwaka 1993 hadi 1997. Pia marehemu Lengteng amewahi kuwa mwenyekiti wa kamati ya uendeshaji Manyara Ranch mwaka 2000 mpaka 2007. Vile vile amewahi kuwa mjumbe wa kamati ya siasa ya kata ya Isilale. Pia amewahi kuwa mwenyekiti wa kigango cha Isilale na mwenyekiti wa kamati ya malisho cha kijiji cha Isilale 2015 mpaka 2025. Uongozi wa mila. Marehemu Lengteng Lemkoko amechaguliwa kuwa Laigwanani mwaka 2006 mpaka mauti ilipomkuta. Pia 2014 amechaguliwa kuwa mwenyekiti wa Malaigwanani kanda ya Manyara mpaka mauti ilipomkuta. Vile vile 2023 mzee Lengteng Lemkoko alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa kamati ya dira, nidhamu na maadili ya Malaigwanani ndani ya wilaya ya Monduli. Pia amewahi kuwa mwenyekiti wa baraza, mjumbe wa baraza la Malaigwanani wilaya. Pia mwaka 1965 alikuwa kiongozi wa rika hadi mauti ilipomkuta. Marehemu aliishi katika kijiji cha Lusirwa, Isilale, kata ya Isilale, na alibahatika kufanya kazi mbalimbali ikiwemo kufanya kazi za ufugaji, kilimo ndani ya jamii mpaka mauti yalipomkuta. Ugonjwa. Marehemu Lengteng Lemkoko alianza kuugua mwaka 2017 akisumbuliwa na ugonjwa wa pressure na sukari, na kupelekwa hospitali mbalimbali na kupona na kupata nafuu na kurudishwa nyumbani. 2025 aliugua tena na kupelekwa katika hospitali ya Dr. Frank Karatu Kirurumo, Dr. Palancho Makuyuni na hospitali ya Jeshi Monduli na Selian, ambapo aligundulika kuwa na tatizo la moyo na sukari. Kufariki. Marehemu Lengteng amefariki tarehe 27 mwezi wa 12 2025. Hali yake ilibadilika ghafla akiwa nyumbani kwake na kupelekwa hospitali ya Selian kupata matibabu, na wakati madaktari wanaendelea na jitihada za kuokoa uhai wa maisha yake, hali ilibadilika tena na ikampelekea baba yetu Lengteng kupoteza maisha. Baba yetu Lengteng amefariki akiwa na umri wa miaka 72. Shukrani. Familia inatoa shukrani kwa madaktari wa hospitali ya Dr. Frank Karatu Kirurumo, Dr. Palancho Makuyuni na hospitali ya Jeshi Monduli na Selian kwa jitihada zote za kuokoa maisha ya baba yetu Lengteng Lemkoko kipindi chote alipokuwa akiugua. Pia familia inawashukuru mapadri wa parokia ya Mtoambu, katekista wa Isilale, kigango cha Isilale,
kwa huduma yao ya kiroho waliokuwa wakitoa kipindi marehemu akiwa hai, kwa kumtembelea mara kwa mara na kumtia moyo na kumwombea na kumpatia maneno ya faraja na kufanikisha ibada ya kumhifadhi katika nyumba yake ya milele. Pia familia inashukuru kwa kipekee Bwana Kilamiani Ng'arua kwa ushirikiano wake katika kujaribu kuokoa uhai wa baba yetu. Tunasema asante sana. Pia familia inatoa shukrani kwa viongozi wa serikali kuanzia ngazi ya mabalozi, kitongoji hadi uongozi wa kijiji na malaigwanani kwa kushirikiana nasi katika kipindi hiki kigumu, na kutoa shukrani kwa watu wote wa ndani na nje ya kijiji cha Silalei pamoja na majirani na kwa pamoja nasi katika kipindi hiki kigumu kwa kila namna na kufanikisha mazishi haya ya baba yetu Lengitele Mgogo kufanyika. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Naomba niwape pole sana. Huu msiba ni msiba mkubwa. Tumefiwa na kaka yetu na rafiki na ndugu. Namkumbuka vizuri sana. Kulikuwa na wakati hali ilikuwa mbaya kidogo Monduli, haswa kwa upande wa Malaigwanani. Tuligawanyika Malaigwanani, tukapata makundi makubwa mawili ambao kwa kweli haikuwa salama. Nilimuita, ni rafiki yangu, nikamwambia naomba nikukute nyumbani. Nilimkuta hapa, tukakaa tukazungumza. Nilimwambia kwa kweli sipendezwi mimi binafsi na mgawanyiko huu, naomba tukae nao Malaigwanani tuweze kutafuta umoja na haswa tatizo lingine. Malaigwanani mnakumbuka vizuri sana, Lengitele ndiye alinisaidia ule mgogoro ukaja ukaisha. Ni huyu aliyelala hapa. Tuliwaita, tumekaa nao makundi yote, lakini baadaye Malaigwanani wote kwa pamoja, na kwa umoja ule tukamtafuta mwenyekiti wa Malaigwanani wa wilaya ya Monduli. Mwenyekiti wa Malaigwanani ni huyu, ndio alituletea umoja ule. Amekuwa mtu muungwana sana. Mimi nimemtumia sana mzee Lengitele sana. Nimekuwa mwenyekiti wa wilaya hii tena wakati mgumu kweli. Nimekuwa mwenyekiti wa CCM mkoa aliyenipa mawazo na kunisaidia sehemu mbalimbali katika wilaya zote za wafugaji. Yupo mzee Lengitele. Baada ya kusema hayo, niseme tena poleni. Mungu yupo nasi na wote niwatakie heri ya mwaka mpya 2026. Mwenyezi Mungu akipenda tuone wote. Hata Lengitele alitaka kuona, lakini Mungu alisema hapana. Nitoe pole kwa Malaigwanani. Amezungumza, watu wamezungumza na wengi wamezungumza. Nilipata bahati, niliposikia tu msiba alinieleza katibu wa Malaigwanani, na nilifika kwenye boma hii nikawapa pole na nikasikia maandalizi yote. Wakati nakwenda Dodoma kwa ajili ya kushughulikia baadhi ya mambo ya kwenye jimbo, nikaambia kama ni Jumatatu basi nitamaliza mapema ili niweze kuhudhuria, lakini bahati nzuri ukasogeza mbele na leo ukatimiza ile takwa la kaka yetu mpendwa alolala kwamba natamani baba paroko awe kwenye msiba wangu, kwenye ibada ya msiba huu. Na mimi namshukuru Mungu kwamba yale ya kwake yametimia, na maana sasa amelala salama. Mimi niwaombe wana Monduli na niwasihi tu kwamba tunapita kwenye kipindi kigumu hususan cha kiangazi, lakini Mungu wa mbinguni anaendelea kufungua milango yake, na sasa tunaona baadhi ya maeneo tunaendelea kupata mvua. Na nilipofika juzi hapa nilikuta kwa kina mama wakienda mlimani kuomba, na mimi niwaambie tu hiyo anda sehomi na urara amina garaka dali jora ngaya na joki graumo. Kwa hiyo nilipofika hapa nikakuta wanakwenda kuomba, na mimi nikifurahia, na leo naona baadhi ya maeneo mengi mvua tunaendelea kupata. Kwa hiyo tushi kusema kwamba Mungu wa mbinguni aendelee kututunza, na yale yote ambayo kimsingi kaka yetu Malaigwanani yetu amelala tuendelee kaenzi. Baada ya kusema hayo, Malaigwanani, najua mmeondokewa na kiungo wenu. Mungu wa mbinguni awape wepesi, na itoshi tu kusema Bwana ametoa na Bwana ametoa, na jina la Bwana likahimidiwe. Amen. Niseme poleni sana. Hakika Monduli, Silalei kwa kata kwa ujumla
pamoja na kijiji cha Silale. Tumeondokewa na baba yetu ambaye kwa kweli historia yake ishaelezwa. Naomba nisirudie mengi kuhusu mazuri ya baba yetu aliyelala hapa mbele yetu, lakini nigusie tu eneo moja kama tu kumbukumbu. Mimi nikiwa kijana mdogo nasoma sekondari, na ndipo kijiji cha Silale kinajaribu kuchangamka, mtu wa kwanza kuleta maendeleo hapa Silale na kujenga nyumba ya bloku hapo chini ya cultural ni mzee wetu Lemke. Na leo tunashuhudia hapa cultural kikijengwa, umeme ukifika, maji yakifika, na watu kunufaika kwa sababu ya uanzilishi wa baba yetu aliyelala mbele. Amefanya mambo mengi. Mimi mheshimiwa mbunge nitamke tu kama mwenyekiti wa halmashauri, tutaenda kuenzi yale mazuri ambayo mzee wetu alianzisha hapa Silale. Na kwa kuanzia, mheshimiwa mbunge, naomba tukashirikiana pamoja na mheshimiwa diwani, ile cultural ambayo ilikuwa nawasaidia wana Silale hapo chini, tukairejume, tukaianzishe upya, ili akina mama na vijana ambao wamesoma iendelee kuwanufaisha kama ndoto ya mzee wetu aliyelala mbele yetu. Na sio hiyo tu kwamba sasa hivi magari yanasimama Sango ya wageni, yanasimama kwenye nyumba nyeusi pale, wakati tuna site nzuri hapa ambayo tungeboresha. Hakika hizo hela zisingekuwa zinatupita na ingewanufaisha watu wetu. Hiyo ni ndoto, na nafananisha hiyo ndoto ya mzee wetu aliyelala hapa na ndoto ya Mwalimu Nyerere kwenye bwawa la Mwalimu Nyerere, ambaye Magufuli na Mama Samia ndio waliokuja kuikamilisha. Na sisi kwa wakati wetu tufanye mambo ambayo maono ambayo watangulizi wetu waliona na inaenda kuwanufaisha watu. Ama kweli tumeguswa na msiba huu wa kaka yetu. Nimesafiri kutoka Dodoma jana alfajiri, baada ya kuambiwa kwamba mazishi ni jana, lakini tukaambiwa kiongozi wetu wa kiroho ameona ifanyike leo. Nami nikaona ni vema nije niweze kushuhudia. Hakika kaka yetu atakumbukwa kwa mema. Lakini na swali moja tu, huwa na maswali mengi, lakini leo niulize moja tu. Wangapi wanataka kwenda mbinguni? Namuona DC wa Karatu hataki kwenda. Wangapi wanataka kufa? Baba Paroko, nimeuliza swali hili kwa sababu njia ya kwenda mbinguni ni lazima tufe. Lakini hata hakuna aliyenyosha kidole kwamba anataka kufa ili aende mbinguni. Hilo ni fungo kubwa ambalo Mwenyezi Mungu ametuachia wanadamu. Lakini tumuombe Mungu siku yako ikifika uweze kusafiri salama. Tumeelezwa katika historia ya kaka yetu ya kwamba atakumbukwa. Kuna jambo moja ambalo Baba Paroko amesema. Kwanza tukushukuru kwa mahubiri mazuri ya kwamba tujiandae na tuwe na matendo mema. Tumeambiwa ya kwamba yeye katika maisha yake ametoa kiwanja cha kujenga kanisa. Mheshimiwa Sanare, naomba ujiandae. Ndugu zangu, tujiandae kwamba tukienda tukumbukwe. Leo kaka yetu anakumbukwa kwa hilo na kwa mema mengi. Tujiandae na tuendelee kupendana na Monduli. Asanteni sana.